Watu wamekuwa wakiuliza, dunia ndio imeisha au haijaisha? Kwa nini inachelewa kutoka? Maana mpaka sasa hivi ni muda tangu episode ya mwisho ilivyoweza kutoka na hatujashuhudia episode nyingine zikiendelea kutoka wala kupata update yoyote kupitia akaunti za mitandao ya kijamii za director kwa maana ya mtunzi wa hii movie, lakini pia na hata waigizaji wenyewe hawajaweza kutoa tamko lolote. Watu wakawa wanajiuliza kuna nini ambacho kinaendelea, mbona dunia haiendelei? Sasa hatimaye nimeweza kupata jibu la kila ambacho watu wengi mlikuwa mnajiuliza, kwa sababu hata mimi mwenyewe mwanzoni nilikuwa nashindwa kutoa jibu. Kuna watu walikuwa wanakuja DM kwenye page yangu ya Facebook pia wananiuliza kuhusiana na hili swala, lakini nilishindwa kuwajibu kwa sababu bado nilikuwa sijapata confirmation ya kila ambacho kilikuwa kinaendelea. Lakini finally nimepata jibu la nini ambacho kimepelekea mpaka sasa hivi tunaona kama movie ya dunia imekuwa haiendelei na ni kama vile imestuck. So majibu yote ninayo hapa na ninataka kusanua ili mwisho wa siku uweze kufahamu kile ambacho kinaendelea kwenye series ya dunia na sababu ya kufanya hii movie isiendelee mpaka sasa hivi. Lakini kabla tujafika mbali zaidi, mimi nikukumbushe tu kwamba hapa ndo mahali pekee ambapo utakuwa unapata updates nyingi zaidi kuhusiana na kile ambacho kinaendelea. Na cha kufanya ili usikose video zinazofuata, mimi nikukumbushe tumia sekunde moja tu kubonyeza neno subscribe na uliona chini ya hii video kwa ajili ya kuhakikisha kwamba pale ambapo nitakuwa napata update mpya ama video mpya, basi wewe utapata notification na utaweza kuipata video na utajua nini ambacho kitakuwa kinaendelea. Mimi naitwa Gabby Official, kama kawaida nipo hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba nakupa updates zote kuhusiana na trending stories, kuhusiana na kile ambacho wewe unahitaji kukijua. Sasa usisahau kusubscribe, alafu tuanze moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho ukapate kufahamu ukweli wote nini ambacho kinaendelea kwenye Dunia series. Sasa kama kawaida, ni muda mrefu sasa hivi umepita. Dunia tumeona kwamba kumekuwa na ukimya mrefu sana. Watu wamekuwa wakijiuliza maswali mengi sana. Kuna nini ambacho kinaendelea? Angalia, bado mapokezi yalikuwa ni makubwa sana kwa watu na sijui wenyewe walikuwa wanafikiria nini kuhusiana na hiki ambacho kimeweza kutokea. Lakini ngoja nikukumbushe kitu kimoja kabla sijakwambia sababu kubwa ambayo inasemekana ndio chanzo cha Dunia series kuwa pale. Wengi tunafahamu kwamba pale inapotokea ugomvi baina ya main characters au kama ikitokea moja ya characters wakuu akawa amepata changamoto au akawa hakuna maelewano mazuri na mwajiri wake, automatically lazima hauwezi ukasema utatengeneza movie alafu utaweka replacement ya mtu kwa mfano kama Manyanya au mtu kama Violet kwenye Dunia. Hapo kiukweli utakuwa umeharibu kabisa Dunia na watu hatoipenda. Ukijaribu kutrace back kwa kile ambacho tuweza kukiona kwa Matrida, utakuja kufahamu na kupata picha halisi ya kwamba kipindi kile Matrida alivyoondoka tu akaletwa mtu mwingine, lakini watu walireact vibaya na wengine wakasema kwamba wataacha kufuatilia. Kumbuka Matrida hakuwa main character. Kuna main character pale Manyanya pamoja na Violet. Sasa kuna kitu ambacho aliwahi kukizungumzia Amani, tunafahamu yule Chachi Boy ambaye sasa hivi hatuko naye kwenye series ya Dunia. Alisemaga kabisa kwamba moja ya sababu kubwa ambayo imekuwa imempelekea yeye akaondoka pale ni masuala ya financial problems, ni masuala ya kipesa, tena mshahara unaweza kusema hivyo, ambapo inasemekana alikuwa haridhishwi na ule mshahara ambao alikuwa anapewa, ijapokuwa kuna sababu nyingine alikuja kuziweka mle ndani ikiwa ni kwa ajili ya kuweka tu ujazo kwenye ile sababu kuu ya kwamba masuala ya kipesa ndio kitu pekee ambacho kilimtoa Amani kwenye series ya Dunia akaamua kwenda kujitafuta kivingine. Sasa hiyo issue imeweza kutokea one more time kwa moja ya main characters ambao mpaka sasa hivi unaambiwa kwamba hawana maelewano. Sasa kuna Violet alafu kuna Manyanya. Hawa ni watu ambao wameshikilia series ya Dunia kwamba ukimtoa yoyote automatically umeharibu series, hata kama ukiacha upande wa kina Catherine. Sasa unaambiwa kwamba Manyanya ni mmoja watu ambao sasa hivi ni kama vile ametia mgomo, lakini pia hakuna maelewano kati yake yeye pamoja na Bicho Production kwa maana ya Baba Asma, baada ya kuonekana kwamba hapewi stahiki zake kwa muda na kazi anayofanya imeonekana kuwa ni kubwa zaidi ya kile ambacho amekuwa akikipokea. So ameamua kwamba kama hataongezewa ama kama hatofikiriwa kwa namna nyingine, basi huenda sasa akaamua kuachana nayo. Kumbuka series ya Dunia inapata watu wengi sana, faida kubwa sana huyu mtu anaipata. Kwa wale ambao tunafahamu YouTube, tunaelewa kila ambacho kinapatikana, hata kama kwa Tanzania pesa zinapatikana ndogo, lakini kwa idadi ya namba ambazo zinaonekana pale tunafahamu kitu gani ambacho kinapatikana hata kwa makadirio tu. So Manyanya mpaka sasa hivi ni kwamba ndio mtu ambaye inaonekana amekuwa na doubt, amekuwa akitia kipingamizi kwa hii movie kuendelea kutokana na sababu zinazosema kwamba haridhishwi na kile kidogo ambacho anakipata. Kumbuka hawako kwenye mkataba, so kuna wakati wanafanya kazi hata miezi miwili inapita hakuna mshahara na vitu kama hivyo. Yote ni
changamoto ambazo zinatokea kwa movie zetu za kibongo, na mwisho wa siku unaona mambo yanayoenda kutokea ndo kama haya, kwamba series ilikuwa imepokelewa vizuri lakini sasa hivi watu wameimisi sana na kuona kwamba mpaka sasa hivi hatujui itaendelea lini. Japo anytime inaweza ikaendelea, lakini mpaka sasa hivi hatujui. Tuko dilemma kiasi kwamba ni lini itaendelea series, yote kwa yote hajulikani mpaka sasa hivi. Pengine mpaka mambo yataseto ndio kila kitu kitakuja kukaa fresh. So tutegemee movie kuendelea, lakini mpaka pale ambapo maridhiano yatafikiwa baina ya hawa watu wawili ambao automatically hakukuwa na namna ya kuendeleza movie wakati main character yuko kwenye changamoto na vitu kama hivyo. So maoni yako ni yapi kuhusiana na hiki? Lakini pia nikukumbushe kwamba ukisubscribe utakuwa umeingia katika nafasi nzuri, ili nikuleta update nyingine wewe ndio unakuwa wa kwanza kabisa kuipata. Kwa hiyo point ya msingi ni kuombe tutumia sekunde moja kubonyeza neno subscribe na uliona chini ya hii video. Baada ya hapo like video, kisha kwenye comment section tiririsha maoni yako hapo, utakometisha sana. Mimi naitwa Gabby Official. Hii ni Bongo Vibe channel namba moja kwa ajili ya kuhakikisha kwamba updates zote kuhusiana na master wako wote unawapenda unakuwa unazipata hapa. Mpaka next video, bye bye.